Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alijani mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo, karibu katika kapu la habari. Mimi ni Hilal Seiful Yami, nitakusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa utakuwa naye Nuh Mstima. Awali ya yote tunaangazia muhtasari wake. Watuhumiwa 98 wa matukio mbalimbali watiwa nguvuni na jeshi la polisi mkoani Njombe kwa mwezi wa Novemba 2025. Wafugaji na wafanyabiashara wanaosafirisha mifugo wilayani Sikonge mkoani Tabora watakiwa kufuata sheria. Na katika habari za kimataifa, waziri mkuu wa Sudan awasilisha mpango wa kusitisha mapigano. Na mkapu la habari linaanzia huko mkoani Njombe. Watuhumiwa 98 wa matukio ya mauaji, wizi wa pikipiki, uvunjaji na ukiukwaji wa sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani wanashikiliwa na jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kufuatia misako na operesheni zilizofanyika katika kipindi cha mwezi Novemba mwaka huu. Akieleza mafanikio ya operesheni na misako iliyofanywa na jeshi la polisi katika kipindi cha mwezi Novemba 2025, kamanda wa jeshi hilo mkoa wa Njombe, kamishna msaidizi wa polisi Mahamudu Hassan Banga amesema, katika kudhibiti matukio ya mauaji, jeshi la polisi mkoa wa Njombe limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa wawili ambao wamefahamika kwa jina la Petro Alfred Mfugale, huyu ana miaka 35, na Benson Naftali Liambilo, miaka 35, wote wakazi wa Liamkena Makambako. Watuhumiwa hawa wanatuhumiwa kwa kosa la mauaji ya mtu ambaye amefahamika kwa jina la Alfred Aloni Mfugale, miaka 61, mkazi wa Liamkena ambaye ni baba yao mzazi. Aidha, jeshi hilo limefanikiwa kuwafikisha mahakamani watu wawili kwa mwezi Novemba 2025 baada ya kupatikana na hatia mbalimbali. Tarehe 20 mwezi wa 11 2025, mahakama ya wilaya ya Mbeya ilimhukumu mtu ambaye alifahamika kwa jina la Vinod Lucas Ndondole kifungo cha miaka 20 jela kwa kosa la kupatikana na nyara za serikali. Kwa mtakumbuka, tarehe za nyuma tulimkamata mtu ambaye alikuwa na meno ya tembo huko maeneo ya Waking'ombe, na mwisho wa shauri hili mtuhumiwa huyo alipatikana na hatia na kufungwa hiyo miaka 20. Lakini tarehe 14 mwezi wa 11 2025, mahakama ya wilaya ya Makete ilimhukumu Edward Evaristo Mwakiliyeye kifungo cha miaka 30 kwa kosa la kulawiti. Hii ilikuwa ni kesi ya jinai namba 21895 ya mwaka 2025. Tukielekea mkoani Tabora, wafanyabiashara wa mifugo wanaosafirisha ndani na nje ya nchi kutoka wilayani Sikonge mkoani Tabora wametakiwa kufuata sheria na taratibu za kusafirisha mifugo, ikiwemo kuwa na vibali kutoka mamlaka husika ili kudumisha ustawi wa biashara hiyo pamoja na kuepuka usambaa kwa magonjwa ya mifugo. Hii hapa ni taarifa zaidi na Saidi Kapalila.
Ni katika mnada wa mifugo wa wilaya ya Sikonge ambapo wataalamu wa mifugo kutoka kituo cha kanda ya Magharibi cha Wizara ya Mifugo wamefika hapa kutoa elimu juu ya namna bora ya kusafirisha mifugo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na hapa daktari mwandamizi wa mifugo kutoka kituo cha mifugo kanda ya Magharibi Eliudi Mtakiawa anabainisha vigezo vya kusafirisha mifugo. Lazima uwe na namba ya mlipa kodi. Unaenda TRA, wanakupa namba ya kufanya biashara, namba ya utambulisho wa mfanyabiashara. Lakini kitu kingine, inabidi uwe na hati inayoonyesha kwamba umewajibika kulipa mapato, inaitwa tax clearance. Na kitu kingine cha tatu, lazima uwe na leseni ya kusafirisha mifugo. Kwa upande wake kaimu mkuu wa division kilimo na uvuvi wilaya ya Sikonge, daktari wa mifugo wa wilaya hiyo Maulid Rajabu anatanabaisha mikakati endelevu ya kutoa elimu hiyo kwa wafanyabiashara wilayani humo, huku baadhi ya wafanyabiashara wakibainisha utayari wa kufuata utaratibu. Kiufupi, tumepokea vizuri sana elimu hiyo na tunaahidi kama halmashauri kuwa na mkakati madhubuti, hasa kupeleka elimu hizi wilaya nzima, nikimaanisha kata nzima, kata 20 za halmashauri Sikonge. Katani kule kuna wataalamu wetu wa mifugo, tutawapa elimu hii ili kwamba wawafundishe wafugaji namna mbalimbali ya kuweza kuwa na sifa ya kujumuika na biashara mifugo kihalali. Kupitia mfumo huu halmashauri itanemeka kupata mapato kupitia leseni, ukataji wa leseni. Mimi kwa elimu niliyopewa hii niko tayari kuzingatia na kuanza mpango kama tunapokubaliana kwamba tufanye mambo ambayo yanayokubalika. Baada ya kutamatika kwa zoezi la utolewaji wa elimu hiyo, daktari wa mifugo kutoka kituo cha mifugo kanda ya Magharibi Peter Doto anatoa maelekezo kwa wafanyabiashara. Mfugaji anayetoa mfugo wake kutoka nyumbani kwake kwenda mnadani au kutoka kijiji A kwenda kijiji B au anaama, kuna taratibu lazima afuate. Moja ya taratibu, afya ya mifugo yake inakaguliwa, pia baada ya hapo anapewa kibali cha kusafirisha mifugo. Wasiofuata utaratibu, sheria ziko wazi, zinasimamiwa na wanapigwa faini wale wanaosafirisha mifugo bila kibali, na wasiofuata utaratibu wanazuiwa kuingia kwenye geti la mnada, kwa maana wanarudishwa nyumbani bila kufanya biashara, kwa sababu mifugo yao haina sifa ya kuingia mnadani, kwa maana ina dalili za magonjwa. Kutoka Tabora, Saidi Kapalila, Mahasin TV. Mamlaka ya kudhibiti mazao mchanganyiko COPRA imekabidhi jumla ya kilo 2500 za mbegu za zao la ufuta na kilo 500 za mbegu za zao la mbazi kwa serikali ya mkoa wa Katavi ili kuongeza uzalishaji na motisha kwa wakulima na kuinua uchumi wa wananchi. Rajab Shaban Matuga anatuarifu zaidi. Akikabidhi mbegu hizo kwa mkuu wa mkoa wa Katavi, mwakilishi wa mkurugenzi mkuu mamlaka ya kudhibiti mazao mchanganyiko COPRA amesema wataendelea kushirikiana na serikali kutatua changamoto ya mbegu bora kwa wakulima ili kuongeza uzalishaji na thamani ya mazao. Mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko imetoa mbegu hizi kidogo ili kuchagiza uzalishaji katika maeneo yale ya uzalishaji wa wakulima wetu, kwa sababu tulikuta kuna changamoto kubwa za mbegu kwa wale wakulima wetu. Lakini pia ilikuwa ni maelekezo na maagizo yako kuwa COPRA tunaweza tukafanya jambo katika maeneo haya. Mkuu wa mkoa wa Katavi Bi Mwanamvua Mrindoko, mbali na kuwataka wakulima kuzitumia ipasavyo mbegu hizo kwa ajili ya uzalishaji na si vinginevyo, amewaagiza wakuu wa wilaya kusimamia kikamilifu ugawaji wa mbegu na kudhibiti matumizi yasiyo sahihi. Wakulima wenyewe wajitendee haki. Mbegu hizi zinazotolewa bila malipo, na wao watende haki kwa kwenda kuzizalisha kikamilifu na sio kwenda kuziuza au kuzihamisha kwenda kwa mtu mwingine asiyestahili au asiyehusika. Lakini jambo lingine, nielekeze wakuu wa wilaya kupitia kamati za pembejeo za wilaya wasimamie na kudhibiti ugawaji wa mbegu hizi. Tunafanya hivi kwa ajili ya udhibiti na kuhakikisha kwamba mbegu hizi haziendi kwenye mikono isiyo salama, lakini zitafuatiliwa imepandwa wapi, kwenye eneo la ukubwa gani, na inaendeleaje mpaka wakati wa mavuno. Msisitizo wa serikali mkoani Katavi ni kuona mbegu hizo zinawafikia wakulima halali wanaojihusisha na kilimo cha ufuta na mbaazi bila kutozwa kiasi chochote cha fedha. Halmashauri zimeendelea na michakato ya kupata hizo mbegu, lakini COPRA tayari wameshanunua tani 3 ambazo sawa na kilo 3000,
Katika hizo tani 3 zipo kilo 2500 ambazo ni za ufuta, lakini kilo 500 ni kwa ajili ya mbazi. Na tumshukuru Mheshimiwa Rais pia kwa kutoa fedha hizo kwa ajili ya kununua mbegu ambazo wakulima wanapewa bila malipo yote. Juzi tulipokea mbegu za mazao mengine ya miogo, lakini leo hii hapa tunaenda kukabidhiwa tena mbegu nyingine kwa ajili ya zao la ufuta. Msimu wa mazao uliokwisha tuliona manufaa ya zao la ufuta. Sisi kama Nsimbo wananchi wetu walipata zaidi ya shilingi bilioni 1. Na safari hii tunaenda kuongeza idadi ya ekari kufikia mpaka ekari 800 hivi, ambazo najua zitatupatia tija kubwa kwa wakulima ambao tunaenda kuwapatia mbegu hizi hapa. Vijana zaidi ya 100 katika wilaya ya Bunda na Serengeti mkoani Mara wamepatiwa elimu ya ufundi stadi kupitia ufadhili wa shirika la Grumeti Fund ili kuwawezesha kujitegemea na kukabiliana na changamoto mbalimbali za kimaisha. Zuberi Mgaya na taarifa kamili. Akizungumzia lengo la mafunzo hayo, afisa elimu idara ya maendeleo ya jamii shirika la Grumeti Fund Elizabeth Magoto amesema elimu inayotolewa na shirika hilo itawasaidia vijana kujikwamua kiuchumi. Lengo kubwa ni kuweza kuwafundisha stadi za maisha. Kama tunavyojua, vijana wengi wanakosa stadi za maisha, na hii inatokana na sababu kubwa kwamba kuna stadi ambazo ni za muhimu za maisha ambazo vijana wanatakiwa kuwa nazo, lakini zinakuwa hazifundishwi mashuleni. Kwa hiyo tunachukua hii fursa angalau mara moja kwa mwaka kukutana na wanafunzi wetu wote ambao wako chini ya program ya scholarship patia hii semina ya stadi za maisha. Kwa upande wake, Amos Charles ambaye ni afisa rasilimali watu shirika la Grumeti Fund amesema vijana wanapewa kipaumbele cha ufadhili wa masomo ya ufundi stadi na kutoa nafasi zaidi katika mafunzo ya vitendo. Sasa hivi msaada mkubwa wanapata msaada wa kielimu, ambapo wanaweza kupata wanalipiwa ada za kuweza kuwafanikisha katika elimu, lakini pia kama idara ya kwetu rasilimali watu, hiyo inawapokea pale wanapokuja kutaka mafunzo kwa vitendo. Whether wanataka kuja kwenye field au kwenye internship, huwa tunawapokea na kuweza kuwapa nafasi, na huwa wanapewa kipaumbele kwa sababu wamefadhiliwa na kampuni. Kwa hiyo hata kwenye kupata hizo nafasi ya mafunzo kwa vitendo huwa wanapewa kipaumbele. Na mafunzo haya yamelenga kuweza kuwapa maarifa mbalimbali ikiwemo biashara na uanzishaji wa biashara, ikiwepo masuala ya teknolojia, ikiwepo namna utafutaji wa ajira na elimu zingine kwa ujumla. Nao baadhi ya vijana waliopatiwa mafunzo hayo wanasema yatawasaidia kukabiliana na changamoto za kimaisha, hususan katika sekta ya uchumi, ili kuondoa utegemezi kwenye familia zao. Kwanza kabisa ni jinsi ya kumanage pesa. Tumejifunza kuandaa bajeti kabla ya kupata pesa, ili ujue unapopata pesa inaelekea wapi, na sio kwamba unatumia pesa bila kujua inapoelekea na mwisho siku unaipoteza bila kujua. Teknolojia au communication skills ambayo imenisaidia kutumia mitandao kwa ufasaha na kwa uelewa, ambapo pia imenisaidia kuwafunza watu wengine katika jamii namna ya kutumia hiyo mitandao isiwe ni hasara kwao. Tunashukuru kampuni ya Grumeti Fund kwa udhamini huu mkuu ambao imetufadhili kuanzia kidato cha kwanza, ikiwa na kumbukumbu yake kwamba mpaka na hitimu. Kwangu nashukuru sana na wapongeza Grumeti Fund, waendelee sana kutoa ufadhili huu, kwani kuna watu ambao wana uwezo wa chini wanashindwa kwa kusomesha watoto wao. Tukielekea kisiwani Unguja, watendaji wa dawati la jinsia na watoto wametakiwa kuendeleza ushirikiano na taasisi nyingine za haki jinai ikiwemo ofisi ya DPP kukusanya ushahidi unaweza kuthibitisha kosa pasipo kuacha shaka, ili kupunguza malalamiko kwa jamii na kurahisisha upatikanaji wa haki mahakamani. Nuhu Stima anaarifu zaidi. Akifungua mafunzo ya awamu ya 3 ya kuwajengea uwezo watendaji wa dawati la jinsia kutoka mikoa miwili ya Unguja, mkuu wa skuli ya sheria Zanzibar Dr. Aliuki amewataka watendaji hao kujijengea uwezo wa kitaaluma ili kutoa huduma bora zenye viwango. Kwa hivyo nyinyi watu wa madawati ndio wa mwanzo malalamiko yanaletwa. Kwa hivyo wewe ukifanya vizuri, kesi ikenda zake polisi au kwa DPP, akiwa kesi ameona imeshiba, pia ikenda mahakamani, nafasi ya mahakama kuitupa ile kesi na kuwa ndogo. Kwa hivyo tunaanza kwenye investigation,
au pale tunapopokea malalamiko tunakuja prosecution, niye ndio mnoifeed upande wa mashtaka na wao ndio wanaweza kwenda mahakamani. Afisa hifadhi ya mtoto kutoka shirika la kimataifa la kuhudumia watoto UNICEF, Bi Amal Faisal Ibuni, mbali na kusifu ushiriki wa jeshi la polisi katika mafunzo hayo, ameahidi kuendelea kuunga mkono jitihada zinazofanywa na jeshi hilo katika kukabiliana na makosa ya udhalilishaji. Tangu tumeanza mafunzo haya, ushiriki wa polisi ni mkubwa kwenye mafunzo, nidhamu imezingatiwa na pia mpaka sasa tumeanza vizuri, na tulianzia Pemba, Gombani, tukaendelea kaskazini Unguja, kusini Unguja na mwisho tunamalizia na mjini Magharibi. Kwa niaba ya UNICEF wameahidi kwamba watawashika mkono polisi kwenye shughuli zao mbalimbali ikiwemo mafunzo ya primero ambayo yatafanyika Unguja na Pemba na shughuli nyinginezo ikiwemo ujenzi wa madawati na shughuli nyingine. Nje ya mkutano huo, mkuu wa dawati la jinsia na watoto Zanzibar, mrakibu msaidizi wa polisi ASP Ali Mohamed Othman, amepigia msumari mafunzo hayo kuleta mabadiliko kwa jamii, hasa kushughulikia makosa ya udhalilishaji. Tunawaahidi mambo mazuri. Tunawaahidi kwanza utumishi uliotukuka wenye kufuata viwango, kwa sababu watendaji wetu tumeshawapatia mafunzo na tunaamini watatoa huduma hasa stahiki, kwa sababu kwa kutegemea na elimu ambayo wameipata. Pamoja na mafunzo mbalimbali ambayo tumewapatia leo, moja ikiwemo hilo la customer care. Kwa hiyo namna gani ambao tutakuwa tunatoa huduma zetu kwa watu wetu itazingatia ile utoaji bora wa huduma. Kwa hivyo naamini watapata huduma stahiki kama ambavyo wanategemea. Na huko kisiwani Pemba, wakandarasi wa majengo visiwani Zanzibar wametakiwa kujisajili kwenye bodi ya wataalamu ili kupata uhalali wa kufanya kazi ya ujenzi wa majengo makubwa na madogo katika kuhakikisha wanafuata taratibu zote za ujenzi nchini. Juberi Mgaya ana taarifa zaidi. Kauli hiyo imekuja kufuatia ziara ya mwenyekiti wa bodi ya usajili, usanifu wa handisi na wakadiriaji majengo Zanzibar, mhandisi Yasir Di Costa, kutembelea miradi mbalimbali inayojengwa kisiwani Pemba. Katika ziara hiyo kumebainika uwepo na uvunjifu wa utaratibu na miongozo ya ujenzi, hatua inayopelekea baadhi ya miradi kusimamishwa, mingine kupewa onyo na kutakiwa kukamilisha taratibu mara moja ili kuendelea na ujenzi. Tunachotaka kwamba hao wote wasajili kwenye bodi yetu. Mkandarasi ashakusajili, pia anahusiana na bodi yetu ili kuweza kutayarisha ile bango, lakini hao wataalamu ndio wataja wasajili, alafu baadaye wanapewa stickers zinazobandikwa kwenye bango ambazo zinakuwa nje ya mradi. Unaposajili kwanza mwenyewe uliompa kazi unakuwa na faraja na tija kwamba wapa watu wenye sifa kujengea kuliko kesho nikakuta hasara au nikapata hasara. Moja kati ya mradi uliokaguliwa kupitia ziara hiyo ni pamoja na ujenzi wa skuli ya sekondari ya wasichana vitongoji. Wakandarasi wa ujenzi huo wakitakiwa kuzingatia utaalamu na kufuata taratibu zote ikiwemo kujisajili. According to working program, mpaka ulipofikia sasa hivi ni 20%, kwa sababu tunaelekea katika stage ya kumwaga jamvi. Kwa issue ya kuwa registered, mimi nimeconsultant na watu wa ofisini, wameniambia kwamba huu mradi ushasajiliwa na sticker nimetumiwa. Sasa according to wao wameniambia kwa upande wa consultant sticker zao ziko wapi ili wajiridhishe, na nimeconsult na upande wa consultant ameniambia kwamba imeshakuwa tayari, japo hii miradi ina share. Kuna mradi wa Unguja na huku, kwa hiyo ina share. Kwa hiyo alivyoniambia yeye kwamba imeshakuwa tayari na imeshatayarishwa. Kwa upande wake, afisa msaidizi mrajisi Juma Khalid amesema bodi hiyo haitakuwa na muhari kwa kandarasi na wasimamizi wa majengo watakaobainika kutekeleza miradi bila kujisajili au kuisajili miradi hiyo. Na zaidi tunaona ni wale ambao wanatokea bara, wale wanapokuja hapa aidha hawapati maelekezo kwa wanawapa kazi ili kuweza kufika ofisini kwetu kujisajili, na wengine huwa wanajua ni dharau, tuseme hivyo, kwa sababu haiwezekani bara unafuata taratibu, kwa nini hapa unakuja kufanya utaratibu? Na mara nyingi ni miradi, kwa sababu inakuwa ni miradi ya mikakati, kwa hivyo sometime kwenda pale tukaizuia moja kwa moja, tunakuwa kama ni kuzorotesha ile kazi. Lakini pamoja na hivyo ndio maana tunawapa muda kama wiki wajisajili, la sivyo tutafanya taratibu hizo kwa sababu tutakuwa hatuna njia nyingine.
Na kwa taarifa hiyo kutoka kisiwani Pemba ndo kunahitimisha kapu la habari kwa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na kisha turejea hapa kuangazia habari za kimataifa. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Shukran za dhati mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kuwa nasi. Na sasa ni wasaa wa kuziangazia habari za kimataifa kama zilivyosomwa naye Nuhu Stima. Mtazamaji wa Mahasin TV, karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Waziri Mkuu wa Sudan Kamil Idris Disemba 22, 2025 amehutubia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na kuwasilisha mpango ambao unajumuisha usitishaji mapigano kamili chini ya usimamizi wa kikanda na kimataifa, akisisitiza kwamba Sudan imelipa gharama kubwa kutokana na mzozo unaoendelea nchini humo. Idris amesema kwamba mpango huo unalenga usitishaji mapigano kamili chini ya usimamizi wa Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika na Umoja wa Kiarabu, pamoja na kuhakikisha wanamgambo waasi wanapokonywa silaha. Idris ameeleza kwamba mpango huo unalenga usitishaji mapigano kamili chini ya usimamizi wa Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika na Umoja wa Kiarabu, pamoja na kuhakikisha wanamgambo waasi wanapokonywa silaha. Waziri Mkuu wa Sudan pia ametoa wito wa kuwepo mazungumzo kati ya makundi mbalimbali ya Wasudan katika kipindi cha mpito ili kukubaliana juu ya msingi wa utawala, huku awamu ya mpito ikihitimishwa kwa uchaguzi mkuu chini ya usimamizi wa kimataifa. Kamil Idris amesema kwamba mpango huo ni chaguo lililofikiriwa vyema na kubadilisha machafuko kuwa utulivu, vurugu kuwa sheria na kukata tamaa kuwa matumaini, akibainisha kuwa nchi yake imepitia kile alichokiita uchokozi wa wanamgambo wa kundi la RSF na waungaji mkono wake. Mateso ya binadamu nchini Sudan yanazidishwa na vita vinavyoendelea kati ya jeshi la taifa na wapiganaji wa RSF tangu Aprili 2023, ambavyo vimesababisha vifo vya makundi ya maelfu ya watu na kulazimisha wengine karibu milioni 13 kuhama makazi yao. Kwingineko, Shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP nchini Libya limetangaza Disemba 22, 2025 kuwa limeidhinisha mradi wa dola milioni 5.8 unaofadhiliwa na kituo cha mazingira duniani GEF ili kushughulikia changamoto za mazingira na maendeleo katika bonde la maziwa ya Ubari huko magharibi mwa Libya. Katika taarifa yake, shirika la Umoja wa Mataifa la UNDP limesema kuwa mpango huo wa miaka 5 utakaotekelezwa kwa ushirikiano na Wizara ya Mazingira ya Libya utazingatia kupambana na uharibifu wa ardhi na upotevu wa bioanuai sambamba na kusimamia maendeleo endelevu ya kiuchumi katika eneo hilo la jangwani. UNDP imesema kuwa mpango huo unatarajiwa kusaidia takribani watu 2250, nusu yao wakiwa wanawake, kupitia fursa za ajira endelevu
na kuleta karibu nafasi 700 za ajira katika utalii wa ekolojia na kilimo endelevu. Taarifa hiyo ya UNDP imesema kuunganisha kazi za utatuzi zinazotegemea mali asili, mila na desturi za kitamaduni za wenyeji wa maeneo hayo ni hatua muhimu kuelekea kutimiza malengo ya maendeleo ya Libya ya kulinda mazingira na hali ya hewa chini ya mkataba wa Umoja wa Mataifa wa kupambana na ueneaji wa jangwa na ajenda ya 2030 ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa. Tukitamatisha kwa upande wa habari za kimataifa. Urusi imeongeza mashambulizi yake katika eneo la kusini mwa Ukraine la Odessa na kusababisha kukatika kwa umeme na kuhatarisha baharini ya eneo hilo, ambapo naibu waziri mkuu wa Ukraine Oleksiy Kuleba amesema Moscow imefanya mashambulizi katika eneo hilo, huku wiki iliyopita alionya kwamba mashambulizi huenda yakaelekea Odessa. Rais Volodymyr Zelensky amesema mashambulizi hayo ya mara kwa mara ni jaribio la Moscow la kuizuia Ukraine kufanya shughuli zake kupitia bahari. Mapema mwezi Disemba 2025, Rais wa Urusi Vladimir Putin alitishia kuvuruga njia za Ukraine na kuifikia bahari kama kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani dhidi ya meli za mafuta za magendo za Urusi katika Bahari Nyeusi. Gavana wa eneo hilo alisema mashambulizi hayo yaliathiri miundombinu ya bahari huko Odessa, huku yakielezwa kuwa yalikuwa ni mashambulizi ya hivi karibuni katika mfululizo wa mamia ya mashambulizi ambayo yamevuruga usambazaji wa umeme katika eneo hilo na kusababisha vifo kadhaa. Usiku wa Disemba 21, 2025, mashambulizi yalikata umeme kwa watu 120,000 na kusababisha moto katika bandari kubwa ambao uliharibu makontena mengi ya unga na mafuta. Nuhu Stima, Mahasin TV. Shukrani Nuhu Stima kwa habari za kimataifa. Na kabla tujahitimisha kapu letu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo hii leo. Watuhumiwa 98 wa matukio mbalimbali watiwa nguvuni na jeshi la polisi mkoani Njombe kwa mwezi wa Novemba 2025. Wafugaji na wafanyabiashara wanaosafirisha mifugo wilayani Sikonge mkoani Tabora watakiwa kufuata sheria. Na katika habari za kimataifa, waziri mkuu wa Sudan awasilisha mpango wa kusitisha mapigano. Na kufikia hapo ndo tunahitimisha kapu la habari. Inshallah para majaliwa yake Maulana, ungana nasi hapo kesho muda na wakati kama huu. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha kuletea kapu la habari, mimi ni Hilal Sefuria nilokusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa ulikuwa naye Nuhu Stima. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Billahi taufik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asanteni na kwaheri. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.